kwa wakuu wa mikoa huko, lakini pia kwa wakuu wa wilaya. Nafasi hiyo itasimama pale kwa waziri mkuu kuhakikisha mambo yote yanakwenda uzuri. Waziri mkuu tarajali Mwigulu Lameck Nchemba alianza shule ya msingi mwaka 1980 na saba pale Makunda shule ya msingi. Akahitimu mwaka 1993 mkoani Singida, lakini pia katika kidato elimu yake ya kidato cha 4 alisoma pale Iliboru Sekondari Arusha, Tanzania. Kijana huyu akiendelea kukua, kijana barobaro, na katika masimulizi yake mengi huwa anasema yeye ni kijana kutoka familia maskini, kijana kutoka familia zile za kipato cha chini, akajibidisha sana katika elimu. Kuna picha zake maarufu sana huko kwenye mitandao ya kijamii, na yeye huwa alikuwa haoni aibu kuzisema kwamba yeye ndiko alikotokea. Kijana aliyekuwa anachunga ng'ombe huko, muda mwingine kuna picha yake maarufu sana akiwa machungani na ng'ombe akishikia fimbo mabegani. Pasi na shaka leo inaweza kutembea sana kukumbushia enzi za kula alikotoka Mwigulu Lameck Nchemba, na yeye mwenyewe ndiye aliweka huko mitandaoni kuonesha kwamba alipotoka ni mbali mpaka kufikia kipindi hicho akiwa waziri, na ni kutoa hamasa kwa watoto wote wa Tanzania, haijalishi unatoka katika familia gani. Hivi leo Mwigulu Lameck Nchemba ambaye kipindi kilichopita alisema yeye ametoka familia maskini kabisa, ila katika majitoleo yake na kujibidisha katika elimu, akiisaka sana elimu isimwache aende zake, basi ndipo tunaweza kusema kile alichokipambania katika kutafuta maisha hivi leo kinakuwa ni fahari kwa Watanzania wote. Iliboru Sekondari Arusha ilimtoa kijana huyu mwaka 1994 akiwa kijana mdogo bado, akahitimu vizuri mwaka 1997. Na katika kupiga shule ileo ni kama nyumba nyingine hapa Singida na Dodoma Simbari. Alichaguliwa kwenda katika elimu ya juu ya sekondari ama advanced level Mazengo Sekondari hapa Dodoma mwaka 1998. Akahitimu kwa miaka 2 hadi mwaka 2000, na akapata nafasi ya kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kusomea shahada ya awali ya masuala ya uchumi, Bachelor of Economics, kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2004. Akahitimu Mwigulu Lameck Nchemba kama mchumi wa mwanzo kabisa akiwa na shahada yake ya awali, lakini akaendelea kuweka mizizi yake katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Akaona asiende mbali sana, hapa elimu Tanzania yatosha kuondosha ujinga na kujipatia maarifa. Akazifunua kurasa za vitabu, akabaki chuo kikuu cha Dar es Salaam na kupata masters ama degree, shahada ya pili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Bado hakwenda mbali sana. Kuna wengine wanaamua amesoma uchumi, sasa hivi atakwenda kusoma masuala ya siasa, political science, ama ataenda kusoma masuala ya uongozi wa umma, lakini Mwigulu Nchemba akabaki na kwenye rada moja tu kwenye masuala ya uchumi, Masters of Economics mwaka 2004 hadi mwaka 2006. Akahitimu kwa miaka 2 akipata shahada hiyo ya pili ya masuala ya uchumi. Mwigulu Nchemba huyu akaona hatoenda mbali tena, akabaki hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mwaka 2012 hadi mwaka 2018 akaitafuta PhD, Doctor of Philosophy ya masuala ya uchumi. Yeye ni daktari wa masuala ya uchumi, na yeye bila shaka amekuwa akitambia hiyo nafasi yake kwa sababu ni msomi. Amesema mimi ni mchumi mbobezi, na amekuwa akionyesha hapa bungeni. Kwa hiyo daktari huyu wa uchumi, Dr. Mwigulu Nchemba, amesoma hapa Tanzania kuanzia shule ya msingi pale Makunda, akapata PhD ama profesa huyu wa masuala, daktari huyu wa masuala ya uchumi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, mwanzo mwisho Dar es Salaam, Arusha, Dodoma. Kutoka Singida akaenda zake Arusha, akarudi Dodoma, chuo kikuu cha Dar es Salaam, na kote huko akapata elimu iliyomsaidia. Lakini pia ana cheti cha masuala ya uongozi kutoka Uongozi Institute, taasisi ya uongozi. Alisoma mafunzo mafupi haya mwaka 2002. Kwa hiyo kote huko yupo.
Nafasi zake za kiuongozi zimejigawa katika makundi mbalimbali, na huyu ni mchumi pia wa daraja la kwanza alipata kufanya katika Benki Kuu ya Tanzania, ni Bank of Tanzania, kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2010. Kwa hiyo ametenda katika Benki Kuu ya Tanzania akiwa mchumi daraja la kwanza kabla ya kuondoka huko na kuingia katika uga wa kisiasa alipokwenda kubisha hodi pale Iramba Magharibi, akapata nafasi hiyo ya kuchaguliwa kuwa mbunge, alikiachana na masuala ya uchumi kule Benki Kuu. Uzoefu wake wa kisiasa umetandawa katika njia nyingi. Tunaweza kupitia walau kuendelea kumfahamu ni nani huyu ambaye Rais Samia Suluhu Hassan amempendekeza kuwa waziri mkuu wa Tanzania. Kama ndo kwanza unamfuatilia Mwigulu Nchemba, hajaanza leo. Alipoingia bungeni mwaka 2010 alipata nafasi ya kiuongozi, kufanya katika nchi ya Tanzania, na tangu mwaka 2010 akiwa mbunge, akarejea mwaka 2015 mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka wakati huu tunapozungumza, lakini amepata kuwa mjumbe wa kamati ya uchumi na fedha mwaka 2010 hadi mwaka 2012, lakini pia alipata kuwa mjumbe wa kamati ya bajeti ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia mwaka 2012 hadi mwaka 2013. Mwigulu Nchemba huyu katika Chama cha Mapinduzi, kijana wa Chama cha Mapinduzi huyu amepata kuwa muhazini wa Chama cha Mapinduzi kuanzia mwaka 2011 hadi mwaka 2012. Pia amepata kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, inakumbuka ule mwaka 2012 hadi mwaka 2015. Kwa hiyo unaweza kutazama kwamba katika utendaji wake amekuwa akiaminiwa kwenye maeneo mbalimbali ndani ya chama, lakini pia ndani ya bunge na serikali kwa ujumla. Kutoka kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi mwaka 2012 hadi mwaka 2015, akarejea bungeni tumeshasema 2015 mpaka mwaka 2020. Lakini Mwigulu Nchemba huyu pia amepata kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi mwaka 2016 hadi mwaka 2016. Ilikuwa ni kipindi kifupi tu alifanya kazi hiyo katika wizara ya kilimo, wizara ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tunakumbuka pia nafasi nyingine ambazo amepata kuzitumikia katika serikali akiwa waziri, ukiachana na kipindi kifupi ambacho alitengeneza nafasi yake kama waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi. Nafasi nyingine ambazo amepata kuzifanyia kazi ni mwaka 2020 alipoteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria, akichukua nafasi ya Dr. Agostino Philip Maiga. Na itakumbukwa pia kwamba 2016 alipotoka kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, alibadilishwa wizara kuwa waziri wa mambo ya ndani kwa mwaka 2016. Isivyo bahati kwake, mwaka 2016 aliondolewa katika wizara hiyo ya mambo ya ndani mwaka 2018 na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli. Lakini mwaka 2019 alipata, ninakumbuka ni miongoni mwa nyakati ambazo alipata misukosuko. Pia alipata ajali, gari lake likigonga pundamilia barabarani alipokuwa akisafiri, lakini akapata matibabu, akarejea katika nafasi yake, na tunafahamu mwaka 2020 akarejea kwenye uongozi akiwa ni waziri wa katiba na sheria, na hadi Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani akamteua kuwa waziri wa fedha na mipango, akisaidiana na viongozi wengine katika kuhakikisha kwamba maisha kila siku yanaendelea Tanzania. Na fedha, utozaji wa kodi, amekuwa ni muumini ambaye amesimamia zoezi la kuhakikisha kwamba kodi zinakusanywa kwa njia iliyo halali, ili kuhakikisha kwamba wigo wa walipa kodi nchini Tanzania unaendelea kuwa mkubwa, na kila Mtanzania aliye na nafasi ya kufanya kazi anachangia katika pato la taifa hili
kwa kulipa kodi zilizo halali na kuondosha ile dhana ambayo ikifika muda wa kodi, mwaka wa fedha ukikaribia kuisha, watu madukani ama wafanya biashara wanaanza wakiona tu TRA wanaingia njani, wanaanza kufunga maduka, kimbia. Miongoni mwa vitu ambavyo alifanya ili kuimarisha hali ya mambo, ili kuleta msawazo katika masuala ya ukusanyaji wa kodi, ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kodi zinakusanywa, maafisa wa TRA wanakuwa ni marafiki wa wafanya biashara, lakini pia sio kulegeza kamba sana. Maana kodi haijawahi kuwa rafiki tangu misingi ya dunia inaumbwa. Haijawahi kuwa rafiki. Hata Zakayo, mtoza kodi wa enzi hizo, alikuwa ni adui mkubwa sana wa watu mitaani kwa sababu ya shughuli ya kutoza kodi. Na hivyo Mwigulu Nchemba alipokuja na mpango wake wa kuhakikisha kwamba wafanya biashara wanalipa kodi yao, masuala ya ushuru huko kwenye halmashauri, vyote vinaenda kwa njia ambayo kila Mtanzania ataona kwamba anayo sehemu kubwa ya kutoa ama kutoa kodi yake kwa ajili ya kujenga nchi, ili barabara tunazozipitia iwe mijini ama vijijini ambako TARURA na mijini baadhi ya maeneo wanashughulika, kila mmoja ahakikishe kwamba anatia mkono wake katika utendaji na uendeshaji wa serikali, kutoa huduma za kijamii. Barabara zijengwe kutoka mashambani huko ambako kuna mazao mengi nchini kuelekea kwenye maeneo ya masoko, na ili barabara hizo kama zimejengwa kwa kodi zetu, itarahisisha hata bei ya bidhaa kutoka huko mashambani zifike vizuri huku bila kupandisha bei, lakini pia mkulima mazao yake yasiharibikie njiani kutokana na ubovu wa barabara. Mwananchi ambaye anataka kwenda hospitali apate huduma, unaenda hospitali, umeshaandikiwa dawa, ukafate dawa maili ama kilomita kadhaa kutafuta dawa. Ili hayo yote yawezekane, kodi yako Mtanzania, hamasa ni kwamba uilipe kodi ili upate dawa pale pale. Na huduma nyinginezo nyingi, shughuli za umeme, watu tulikulia tukizoea vibatari, lakini kodi ambazo zinakusanywa kwa usimamizi kutoka Wizara ya Fedha, lakini pia na TRA wakiwa viranja katika hilo, ili kuhakikisha kwamba maisha yanaendelea na watu hivi sasa, kwa sababu ya nishati ya umeme iliyopo hata huko vijijini, vijana wapunguze ule mwendo wa kuja kuhamia mjini kwenda kutafuta fursa. Kukiwa na umeme pale, vijana wameanza kufungua biashara zao hata maeneo ya vijijini, kwa sababu umeme upo na unguruma muda wote. Wenye kufungua saloni zao, watu wanaochomelea, mambo yaende kisasa, na hatimaye hata masuala ya nishati safi yawe ni sehemu ambayo watu wakitumia umeme vifaa vya matumizi ya umeme vikifika majumbani mwao, basi inakuwa ni rahisi kuyajenga maisha na kwenda na dunia kama ambavyo hivi sasa tunaitaka. Kwa hiyo Mwigulu Nchemba huyu ambaye wabunge walikuwa wanasema kwamba wanamtaka kiongozi ambaye atakuwa na sifa hiyo muhimu ya uwajibikaji, ufuatiliaji, kiongozi ambaye ataendana na rais katika maono ya kujenga Tanzania wote kwa pamoja. Pasi na shaka wao wataamua ni nani ambaye atashika nafasi hiyo kwa kura zao, na kama itakuwa ni vinginevyo, kura zao na ndio yao ndio itakayotuletea yale ambayo watakuwa wanatakiwa wayafanye kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Tuendelee kukumbushana pia kwamba kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, mtu anaweza kujiuliza, wabunge wakikataa kwamba hatumthibitishi waziri mkuu kwa kura, ni nini kitatokea? Maswali hayo yanaweza kuwa yanaulizwa. Mtu anajiuliza itakuwaje?